Wanawake wa peponi wana sifa nyingi, nitazitaja chache. Sifa ya kwanza, wana macho makubwa. Sifa ya pili, bikra, muda wote unakutana naye, ukimaliza anarudi tena bikra, anakusubiri upya. Chuchu zao kama msumali, hazianguki kwa sababu chuchu ya mwanadamu inaanguka kwa ajili ya kuzeeka. Hapo ngoja nikwambie, unajua shetani wewe ni mshenzi. Yaani unajua kuna wakati unahubiri unajiona na wewe mwenyewe ni kichaa. Ngoja nikwambie wewe unayesema jehanamu kuna wanawake wana macho kama kikombe. Hao sio wanawake. Umeona mapepo, majini, alien. Unaona alien mtandaoni ana macho mikubwa. Sasa mwanamke mwenye jicho hivi kikombe, jamani, ngoja kwanza. Hivyo unajua kikombe kilivyo, gujicho guo hivi. Chula hata sio chula, jadu sio jadu. Mwanamke ana macho kama kikombe ndio aende jehanamu, na mafundisho yao wengi wameyapokea. Eti kuzuri kule jehanamu, twende peponi kuna wanawake wana macho kama kikombe. Wewe shetani amekuonyesha uongo. Hakuna. Yesu anasema kwamba mbinguni hakuna kuoa wala kuolewa, wote wanakuwa kama malaika. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Mungu awabariki sana. Nimerejea tena kwenye kazi ya Bwana. Sasa leo nataka tushirikishane maneno ya Mungu kwa ufupi, na nadhani mahubiri yatakuwa mafupi sana, na pia yatakuwa yanayoeleweka, kwa sababu unaweza kumfundisha mtu marefu sana na asikuelewe. Neno la leo nataka tuzungumzie kuhusu masuala nadhani ya ndoa. Masuala ya ndoa ambayo Mungu alinipa ujumbe, nitaka niubadilishe, lakini naona moyoni mwangu unakataa. Kwa nini? Kwa sababu katika dunia sasa tulipofikia, Biblia inasema kwamba siku za mwisho zitainuka roho nyingi za mashetani. Watu wataacha imani na kusikiliza roho za mashetani ambazo zinazodanganya. Na tunaangalia kwamba wasanii wengi sana, ukiangalia waimbaji wa nyimbo za Injili wakubwa wanaofahamika Tanzania, unakuta mwimbaji fulani ameachana na mume wake, halafu mwanamke ameshaachana na mume wake, unakuta mtoto wa kike anakwenda kufungua kanisa. Utakuta mchungaji, kuna wakati mwingine mchungaji na yeye ameacha mke wake, lakini bado ni mchungaji. Migogoro inaingia. Unakuta waimbaji wakubwa wa nyimbo za Injili, hawa wanataka kukuimbia wewe mwenyewe. Hasa sijajua watakufundisha kitu gani. Watu wa dunia wanaacha wake zao, wanaoa wengine, lakini kwa watumishi wa Mungu na wao imefika mahala mfumo wa dunia umeingia kwenye makanisa. Tunaona waimbaji wakubwa wameacha wake zao, wengine wameachika, lakini ni kinyume na neno la Mungu. Ukiangalia katika mitandao ya kijamii, wameinuka wengine ni manabii wakubwa kwenye mitandao ya kijamii. Na kumbuka ni siku za mwisho. Biblia inasema kwamba watainuka manabii wengi, watapotosha wengi, watakuwa watu wenye kudanganya na kukupoteza wewe ambao umjui Mungu. Na ndio maana Biblia inasema kwamba usiamini kila roho, bali sijaribu kama zinatokana na Mungu. Nataka nikwambie, watumishi wengine wameinuka mitandaoni, bado sijakupa neno, lakini nataka ujue kwanza. Wameinuka watumishi wengine mitandaoni eti kwamba unaweza ukamwacha tu mke wako ukaoa mwingine bila shida, maadamu tu umemwacha. Na mwingine na mwanaume, na wewe hata kama umemwacha mke wako ni ruksa kuoa mwingine. Wengine wameinuka, wako wengi mitandaoni. Nimeona manabii fulani Dar es Salaam pale wanasema kwamba ndoa sio lazima ufungishwe na kanisa, wala sio lazima mchungaji wako ajue. Wewe nenda kwa wazazi, kachukue mke, oa. Ita wazazi, lipieni mali, halafu mwisho wa siku kanisa ni washahidi tu, kwa sababu bustanini Adam na Hawa walioana bila hata ndoa. Lakini kukosa kujua kweli itapelekea wengi kuingia kwenye shimo la kuzimu. Kumbuka ni siku za mwisho. Shetani hajanyamaza, atakuja kama mtumishi wa Mungu. Na mbaya zaidi, shetani anakutafuta mwanadamu, anasomesha mtu kabisa. Mtu anainuka, anamuinua shetani, anakuinua wewe mwanadamu, anakusomesha. Utasikia ujamaa amesoma chuo cha Biblia, amemaliza, na anakuambia kabisa mimi na degree ya Biblia. Mwingine anakuambia na masters, mimi ni profesa wa Biblia. Lengo ni kukamata wewe ambao hujasoma chuo cha Biblia. Nataka nikwambie haya sasa, huyu jamaa amesoma chuo cha Biblia na bado anakuwa ni muovu. Pamoja na kusoma kote, wewe utakuwa unalewa, unajua huyu ni mchungaji, mbona kasoma? Huyu ni nabii wangu, mbona kasoma? Nataka nikwambie vyuo vya Biblia ni mfumo wa mashetani na ni mfumo wa mapepo ambayo yalileta hivyo vyuo. Lengo eti kwamba ukikosa, kama una cheti cha uchungaji ufungue kanisa. Lakini ni mfumo wa dunia hii, sio mfumo wa Mungu. Mfumo wa Mungu, Mungu yeye ni roho. Alipookoa wale mitume aliwatuma, nendeni mkahubiri Injili
Injili kwa kila kiumbe, nendeni mkatangaze kweli mpaka mwisho wa nchi. Hiyo ndio mfumo ulikuwa wa kimungu. Wokovu ni wito. Mtu anayesomea uchungaji, hiyo sio kazi. Ukiona mtu anakwambia nenda kusomea uchungaji, jua anasomea kazi. Hala ndio hao wachungaji wa mishahara, kondoo sio kitu kwao. Nani kakutuma ukasomee? Umeitwa na nani? Unasomea kwa misingi ipi? Nani kakufundisha kasomee uchungaji? Unaenda kusoma kwa misingi ipi? Babako ni mchungaji na wewe unasema na mimi nakwenda kusoma. Utumishi wa Mungu unasomea wapi? Ndio maana wakina Petro walipotoa mapepo, walipoombea wagonjwa, Wayahudi wakasema wamepata wapi miujiza hii na hekima hii? Wakasema kwa sababu yuko na Yesu. Ndio maana ukitafuta shule hata aliyosoma Yesu huwezi kuiona. Tafuta shule aliyosoma wakina Petro huwezi kuiona. Uchungaji ni wito. Kama Daudi aliitwa na Mungu kutoka polini, anainuliwa kuwa mfalme, hajasoma. Yusufu ametolewa kwenye magereza, halafu anapewa cheo cha waziri mkuu, hajasoma. Ni nini? Ni wito. Roho Mtakatifu ndio anayetoa hiyo karama na vipawa. Biblia ya Kiingereza inasema ni gift. Mungu anareceive, anampa yeyote yule. Na tuende kwenye neno la Mungu tukaone hawa wachungaji kwa nini wanahatarisha ndoa za watu. Mchungaji unakuta anakuambia, mke wako kama anakusumbua ni ruksa kumwacha mwingine. Halafu ni mchungaji na upo naye umekodoa macho kwenye hilo kanisa. Halafu atakwambia hamna shida. Maadamu ni nini? Tumbo linataka, anaangalia hela. Likiingia ni profesa linasali kwenye kanisa lake, anaona aibu kumfukuza profesa kwamba nitakosa fungu la 10 mimi. Unajua ni jamani nalo lipo mshahara milioni 20. Kwa mfano mbunge analipo milioni 20. Unaona kabisa anakwambia bwana, mimi nimetenda dhambi. Kumtenga umtengi. Haya, hata kama limeacha mke wake unaamua kulipaka mafuta kwa mgongo wa chupa, lengo ni pesa. Ndio wachungaji wa matumbo. Mchungaji wa kweli, nataka ujue, mchungaji wa kweli hawezi kuvumilia dhambi. Hata kama una hela, rejea halijali. Ndio maana Yesu alimwambia Petro, nenda nyuma yangu shetani wewe. Hakuangalia Petro yupo naye karibu, hakuangalia chochote. Sasa mfumo wa Mungu ukisoma katika Kumbukumbu la Torati sura ya 24, kumbukumbu kama hivi, mtu akiisha kutoa mke na kumuoa, asipopata kibali machoni mwake, kwa kuwa ameona neno ovu kwake, amwandikia hata talaka na kumwacha na kumtilia mkononi mwake na kumtoa katika nyumba yake. Na akiisha kuondoka katika nyumba yake, anaruhusa kwenda akawa mke wa mtu mwingine, na huyo mumewe wa sasa akimchukia na kumwandikia hati ya talaka na kumpa mkononi mwake na kumtoa katika nyumba yake, au akifa yeye mumewe wa sasa aliyemtoa kuwa mkewe, yule wa kwanza aliyemwacha asimtwae kuwa mke wake tena. Unaona mambo ya Mungu. Mungu alishamwambia Musa, mtu yoyote akioa mwanamke, kama ukikuta mke wako pengine umemuoa, umeona ni mwasherati, mzinzi, umemfumania, hutaki kuendelea kuwa naye, hutaki kumsamehe, una haki ya kumwandikia talaka, mwache aende zake. Na akishaenda akiolewa tena, yule jamaa aliyomuoa kama akimuacha au akifa, wewe uruhusiwi kumrudia, kwa sababu ulikuwa ni uchafu. Unachukua laana za yule mwanaume mwingine ulichamuacha, maana yake umemkataa. Lakini kitabu cha Mathayo, Yesu anasema kwamba Mafarisayo wanamwendea Yesu, wanamwambia katika Mathayo sura ya 19, wanamwambia, Bwana mwalimu, Musa alituambia kwamba mtu akioa mke wake, akiona ameona ni mwasherati, lazima amuache. Na wewe Yesu kama mwalimu unasemaje? Yesu alichokijibu jibu moja tu, akasema, Musa aliwaandikia kwa sababu wa ugumu wa mioyo yenu, nyinyi ni wagumu wa kusamehe. Tangu mwanzo bustanini Mungu hakufanya kitu kama hicho. Mungu alichokiumba alisema mwanadamu asikitenganishe. Mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkeo, na wawili wanakuwa mwili moja. Hata imekuwa sio wawili tena, ni mwili huu mmoja. Ndio maana ukuta imani zingine linakuambia tunaoa wake wawili, lingine anasema wake watatu, wengine wake wanne. Hayo ni mafundisho ya mashetani, na Ibilisi yupo kazini tangu kwenye bustani kuishawishi kwa njia ya udanganyifu. Na ndio maana msingi ulio imara, simamia neno la Mungu. Neno la Mungu likisema mke moja ni mke moja, na Yesu akasema mtu atakayemwacha mke wake na kumwandikia talaka sharti asioe, na yule aliyoachwa naye asioe mpaka moja afe. Kwa sababu ya nini? Mulikula kiapo, mulisema hatutaachana mpaka kifo kitakapotutenganisha. Ndio maana binadamu wana vigeugeu. Ndio maana kuna sehemu kwenye Biblia, Yesu kitabu cha Isaya sura ya 66 anasema, msiape kabisa kwa mbingu, kwa sababu mbingu ni kiti cha enzi cha Mungu. Mwanadamu hata akiapa ni muongo, anaapa kwa uongo. Angalia, wengi wanaapa mahakamani, lakini ni waongo, wanaapa kwa uongo. Ndio maana Biblia inasema msiape kabisa, wala usijaribu kuapa, ni uongo.
Hasa kama Musa alisema aliwaandikia hiyo hati ya talaka kwa sababu ya ugumu wa mioyo. Mwanadamu hataki kusamehe, ndio maana Mungu akaruhusu Musa, kwa sababu hawataki kusamehe, wape waachane. Lakini Yesu anasema sijaja kutengua Torati. Kwa maana Yesu akasema imeandikwa tangu mwanzo, mtu mke na mtu mume wanakuwa mwili moja. Hasa kama Mungu ni mmoja, maana yake wale kuumba ni mfano wa Mungu. Wewe unakaa kwenye sura ya Mungu, na ndio maana kitabu cha Mwanzo sura ya 5 mstari wa 3 anasema Adamu akazaa mtoto kwa sura na mfano wa kwake, kwamba ndio maana mtoto unazaliwa umefanana na wewe. Ndio maana Biblia inasema kwamba wote waliompokea Yesu walipewa uweza wa kufanyika watoto wa Mungu kwa njia ya imani rohoni. Wewe ni mtoto wa Mungu. Hasa binadamu hataki kusamehe. Alafu ngoja nikwambie, Mungu akamwambia kwenye kitabu cha Yeremia, Mungu anasema, Yeremia, hivi mtu akimwacha mke wake na kwenda kuoa mtu mwingine, akaenda kuolewa na mtu mwingine, afu akiachika kule, je, utamrudia wewe Yeremia? Je, hiyo nchi ambayo unaishi haitatiwa unajisi, kwamba ni uchafu? Mungu alikuwa anazungumza uchafu. Kuoa mke ambao wa mtu mwingine ni uchafu. Ilikuwa kisha toka ametoka, usimrudie. Lakini Yesu anatangaza msamaha, anasema mimi nimekuja kwa ajili ya kusamehe watu makosa yao. Mwana wa Adamu ana amri ya kusamehe dhambi. Hasa binadamu sisi hataki kusamehe. Kitabu cha Malaki ndio maana kinasema, Mungu anamwambia Malaki, mtu asimtende mwanamke mke wa ujana wake mambo ya hiana. Mimi ni Mungu, nachukia kuachana. Hasa kama Mungu anachukia kuachana, wewe mchungaji gani unaachanisha ndoa? Mungu anachukia kuachana, wewe nabii gani unaachanisha ndoa? Au mtume au nabii? Hayo ndio maroho ya mashetani ambayo yapo kwenye dunia hii, yanazunguka kutafuta roho ya mwanadamu. Kumbuka nikwambie, ukioa umeoa, hakuna kuachana mpaka mmoja afe. Hiyo ndio Biblia na ndio msingi wa neno la Mungu. Wewe ni nani unayeachanisha ndoa? Shetani yupo kazini, ndugu yangu. Leo wasanii wengi wameacha waume zao, alafu wameitwa wasanii. Waimbaji wa injili wamekuwa wasanii, wachungaji wamekuwa wasanii. Ukiangalia madhabahuni, uhuni mtupu, uizi mtupu, wamekula modo, zimevaa mpaka zimeshika makalio. Tena sijui ni watukane hawa au niwaache? Niwaache ni watukane? Yani kimodo kimchungaji kimekula modo, alafu mshirika mpaka saizi mpaka unashindwa kujua huyu ni mchungaji ama ni msanii. Amekula laba, anasema mwanangu. Nilikuta mchungaji mmoja anajisifia, anasema, anaulizwa, mchungaji anahojiwa, oya, hii t-shirt umenunua shilingi ngapi mwanangu? Hii mwanangu dola 300 tu. Laba laba isaa. Yani mambo ya wasanii, mfumo wa dunia unaingia kwa wachungaji, na shetani amefanya ujanja, yupo kwenye kampeni kuhakikisha wachungaji wanafanana na watu wa duniani. Amevuruga mambo. Dunia yote imezama. Saizi ukiuliza mtu asiyemjua Mungu, hivi saizi imani ya kweli ni ipi? Hajui. Unajua kuna wakati naweza nikasema wanatafuta kiki. Upagani umeingia kwenye makanisa. Hasa mbaya zaidi mchungaji, niko kwenye ndoa. Mchungaji kama huyo unafikia atakuchunga nini wewe ndugu yangu? Ndio maana saizi shetani yupo kwenye kampeni kuhakikisha kwamba watu wanafanya kampeni za watu kumiliki pesa. Badala ya kumiliki utakatifu makanisani ni fedha. Mahubiri mengi yamejaa mitandaoni, fuatilia, unaona hela tu. Fedha tu, wanasifia fedha. Kama una hela unaonekana wewe sio mtakatifu. Hiyo ndio shetani. Na sasa siku za mwisho watainuka wenye kupenda fedha. Na ndio mchungaji mwingine unakuta kaacha mke wake. Ameacha tayari mke wake. Halafu nafikiri wewe atakusurudisha ndoa gani? Haya, na huyo mwanamke na yeye mwenyewe unakuta maisha yake huko alikoenda sio mazuri. Anaamua kuolewa na mtu mwingine. Nataka nikwambie ndugu yangu naye nisikia, ndoa ni mpango wa Mungu. Kuingia natakiwa ufikirie sana. Kuingia natakiwa uwaze sana. Hata sisi wenyewe kabla hatujamjua Yesu tulioa tukashindwa, lakini haikuwa kwa ndoa, ilikuwa kimila tu, kama wachungaji wa sasa wanavyosema. Ndoa inatakiwa ufikirie mara mbili. Umeingia, kuingia ni rahisi, kutoka sahau. Ndugu yangu naye nisikia, hapa nakwambia ukweli, ndoa ni mpango wa Mungu. Unapozungumza ndoa unamzungumzia Mungu. Ndio maana Yesu anasema kwenye Luka 16 mstari wa 18, kila amwachaye mkewe na kumwoa mwingine azini, naye amwoaye aliyeachwa na mumewe ni mzinzi. Unaona hasara hiyo? Uliingia kwenye ndoa kutokufikiri, ukajua ndoa ni mchezo. Ndoa sio kasarakasi wala sio karatasi. Ndoa sio sherehe tu. Ndoa ni agano kati yako na Mungu. Ukioa mke wako, ukimwacha usioe, na wewe mwanamke ukiachika usiolewe. Anayeolewa ni mzinzi, Yesu anafunga hesabu. Na wewe unayeoa ni mzinzi. Wote wanakuwa wazinzi. Unapozungumzia ndoa unamzungumzia Mungu. Mungu kwenye kitabu, Mungu alipotuunganisha, wewe unayetenganisha ndoa ni nani? Ni mwanadamu eti. Na Mungu anasema mwanadamu usitenganisha alichokiunganisha. Maana yake unapigana na Mungu.
Ndio maana wengi wanakimbilia mahakamani kuchukua talaka. Kachukue, lakini huna mbingu. Hata ungehubiri watu waokoke, watu uone wafanye waokoke, hata ungehubiri tuone wafanya miujiza, maada mmemwacha mke wako, utatumika na Mungu ni kweli, lakini mbingu utaikosa. Ndio maana kimbia hayo makanisa, we mama, we baba, na we kijana unasikia. Kama hujaoa, fikiria mara mbili. Usifikiri mchezo. Sasa hizo watu wamerahisisha tu. Yaani wameona Mungu kama amekosa samani fulani. Wanarahisisha kwamba sasa hizi ukimwacha ni ukisasa au watu mwingine. Na shetani amesema ni kweli, watu anakushawishi. Na watu wameoa. Mbaya zaidi waimbaji wa Injili. Inahuzunisha wachungaji kuvunja ndoa, wachungaji kuhalalisha makanisani watu wao wake wengine wakati mume wake bado yuko hai, na agano linapiga kelele kwamba tulikubaliana kiapo. Na mbaya zaidi mpaka pete mnazovaa zinawahukumu kwamba we pete, we ulikuwa, nilikwambia nitakutapendana milele, ulimvalisha mke wako, mlivalishana pete ya heshima. Ndoa ni heshima, ndoa iheshimiwe, sio kuachika. Ndoa ni hatari sana kuliko chochote. Usije ukamwacha mke wako kwa ujinga tu. Wanawake wengine wanaacha waume zao kwa sababu ya hasira za muda tu, hasira ndogo tu. Wakati mwingine sio washirati wala hajafumaniana, wameuziana tu mambo ya kifamilia. Ngoja nikwambie, ndoa ni uvumilivu, kuvumiliana. Matunda mengi ya ndoa ni kuvumiliana. Ndio maana Mungu anasema apataye mke anapata kitu chema, anajipatia kibali kwa Bwana. Ndoa mke anakupa Mungu. Kama uliingia bila kufikiria, fikiri mara mbili. Fikiri sana, waza. Ndoa ni uvumilivu. Wewe unapata hasira za muda mdogo tu. Naenda kwetu sijaua, ningekuwa mimi mzazi wako na kutimua. Toka nenda kwa mume wako, pepo wewe. Ndio maana kuna wachungaji wengine atakuwaongelea tuwezi. Unajua saa hizi kinachoinuka kwenye makanisa yapo ya ukweli, yapo ya uongo. Ila kinachosumbua kwenye makanisa saa hizi, hata ukimchukua mpagani aliyopo nje, umwambie imani ya kweli ni ipi, hawezi kukwambia. Anakwambia saa hizi makanisa ni mengi. Siamini saa hizi kama kuna wachungaji kweli. Shetani amevuruga mambo. Amefanya wachungaji, ameingiza feki. Yaani kama ni njano ameweka blue na blue imekuwa njano, alafu unasema hii ni njano. Wachungaji feki wameingia ili kukuvuruga wewe mtakatifu. Na hapa shetani, kumbuka, haangalii kizazi cha saizi, anaangalia kizazi cha baadaye. Yaani kizazi cha saizi sisi tunapambana na manabii, tunapambana na wachungaji, mitume. Hapa kizazi kinachofuata kitafuatilia, kitaona kwamba kumbe style ndio hiyo. Na saizi shetani nafikiri atuvuruga sisi. Asikudanganye mtu. Shetani anaona mbele. Anaweza kawa ameona miaka 10 ya baadaye. Kwa hiyo mtandaoni kukijaa makahaba, ujue watoto watakuwa makahaba. Tukiweka ulisi wa uzinzi mitandaoni, watoto wetu watakuwa wazinzi. Ndio maana saizi uzinzi wanafundisha hadharani, ukahaba hadharani, alafu mambo ya Mungu ndio yanapingwa sana sana. Ndio maana mpagani saizi anakuambia heri nibaki kwenye dini yangu. Ni kweli anasema hivyo kwa sababu hajakutana na imani sahihi. Nataka nikwambie, ukimwacha mke wako ni mzinzi. Na mbaya zaidi mchungaji mwenyewe anayesuluhisha ndoa unakuta aliacha mke wake. Wewe atakusuluhisha nini? Haya, mwanamke mwenyewe amefungua kanisa lake huko, ameacha mume wake ameenda kufungua naye kanisa, anashindana na mume wake. Alafu nafikiria wewe atakufundisha ndoa gani? Mtu aliyeachika kwenye ndoa, ndoa ni msamaha. Kwani wewe, ngoja nikuulize swali. Kama mwanaume umemwacha mke wako, umemfumania uzinzi au mmekwazana, kwa nini usimsamee mke wako akirudi kuomba msamaha? Kama amekataa ni sawa, lakini usioe, bado ukwepi hiyo, usioe. Na mwanamke na wewe kama umeshindwa kunyenyekea kusema mume wangu nisamee, mwanamke ni chombo cha unyenyekevu. Tambua wewe na wewe mwenyewe kwa Mungu utasamehewa. Msipowasamea watu na wewe usamehewi. Ndio maana Yesu anasema mkitaka baba yenu wa mbinguni awasamee, na nyinyi wasameeni watu. Wasameeni watu. Ndio maana makahaba waliokuwa ndio maana kahaba moja alishtakiwa na wale Mafarisayo. Yule akasema tumemfumania kwenye uzinzi. Wewe Bwana Yesu unasemaje? Yesu akasema kitu kimoja, asiye na dhambi au wa kwanza kumpiga mawe. Wote walikimbia, mpaka wazee wa makanisa wakakimbia. Halafu Yesu akasema, mama, umesamehewa dhambi, usitende tena. Ndio maana Petro akasema, mwalimu, hivi ndugu yangu anikose mara ngapi nimsamehe? Yesu akasema 7 mara 70. Lakini sikwambii 7 mara 70. 7 mara 70 maana yake mara 490. Mtu atakosea kila wakati. Ndugu yangu, ndugu yako akikosea leo, akisema nisamehe, msamehe. Hata akirudi kesho, nisamehe, msamehe. Lakini sio kwamba atende dhambi, hapana, kwa sababu Mungu alitusamehe sisi. Kwani wewe umezini na watu wangapi? Halafu na leo umeokoka. Umejiita mchungaji. Wewe umezini na watu wangapi? Miaka ya nyuma hujaokoka, wewe umefanya na wanawake wangapi ukahaba? Mbona Mungu alikusamehe? Halafu umekuwa mchungaji, una makosa mangapi, maudhaifu unayo mengi, lakini bado unasema Mungu naomba unisamehe. Mungu naomba unitakase. Tunamuomba Mungu msamaha kila siku kwa sababu binadamu tunatengenezwa, tujakamilika. Ndio maana kuokoka ni utakatifu, alafu unatakiwa utunzwe. Ndio maana aliye mtakatifu na azidi kuwa mtakatifu, azidi kutakaswa, na mwenye dhambi na azidi kujichafua.
Ndugu yangu, nataka nikwambie ni siku za mwisho, kuwa makini. Usimwache mke wako kwa vitu vidogo vidogo tu. Tulimwacha wakati haumjui Mungu. Ndio unaweza ukamwacha mke. Tulikuwa tunaacha wake zetu kwa kuwa tukumjua Mungu aliye hai. Mungu wetu, ndoa, nataka nimalize nikwambie. Ndoa, tunapozungumzia ndoa, unamzungumzia kati ya Mungu na kanisa. Ndio maana Yesu tunamuita sisi ni bwana harusi wetu. Ndio maana atakuja kama bwana harusi. Soma kitabu cha Ufunuo, anasema yeye ni bwana harusi. Bwana harusi maana yake kanisa ndio sisi ni mabibi harusi. Haleluya. Sisi ni mabibi harusi, yani sisi tumeolewa na Yesu katika ulimwengu wa roho. Ndio maana kitabu cha Hosea sura ya 2 mstari wa 18 na wa 19, Mungu anasema kwa Hosea, kwa kuwa nchi ya wana wa Israeli wamefanya ukahaba, nitawaposa kwa thamani ili wanijue mimi na sitawaacha. Nitawaposa, watakuwa wangu wa milele. Wewe mke wako umemposa juzi tu, ndoa wiki moja imeisha. Ndio kazi ya shetani, kama upepo, mnafuata upepo. Sijui kuna wakati mnataka michango, hatuelewi. Lakini nataka nikwambie, wengi watakwenda jehanamu kwa habari ya ndoa. Machungaji mengi yatakwenda jehanamu. Hao wachungaji original na fake wote jehanamu ya moto inawasubiri. Mtaungua makalio wazi, mtalia na kusaga meno. Niliwahi ona jehanamu inatisha, ndugu yangu. Siku moja jehanamu nilionyeshwa na Mungu miaka fulani hivi, wakati naokoka, kipindi cha nyuma nimeokoka mwanzoni. Niliona watu wako uchi wa wanyama, wamening'inizwa kichwa chini miguu juu, ndani hakuna pumzi. Yani kama vile Meshaki, Shadraka na Abednego walivyotupwa kwenye tanuru la moto, afu juu mfalme akasema viringisha, weka jiwe. Ndivyo ilivyo jehanamu, ndani kuna moto ambao hakuna pumzi. Pumzi imezibwa, kama upo ndani sijui ya hotpot, sijui upo wapi, utasaga meno ndani. Pumzi hakuna, moto na kuchoma. Na Biblia inasema ni mto kama moto. Hawapendi watu mahubiri ya jehanamu. Nataka nikwambie, jehanamu itawachoma manabii wa uongo, mitume wa uongo, na wanaofanya dhambi wanajijua kabisa. Dhambi wanajijua. Wamama wengine hawamjui Mungu, wanaomba ushauri kwa wachungaji. Bahati mbaya wanaangukia wachungaji feki, ndio wanawaambia hamna shida, wewe leta sadaka tu itaisha. Na machungaji mengine, hata waimbaji wa Injili, leo ukimwambia mwimbaji wa Injili njoo kwenye mkutano wangu, njoo niimbie, anakuambia milioni 1. Ndugu yangu mmoja anasema, alimuita mwimbaji mmoja wa Injili, naomba unisaidie mwenzio kwenye jambo langu fulani, na mimi nataka nikushirikishe wimbo. Yule mwimbaji namfahamu sana, akaniambia bila milioni 1 hawezi kuja. Ndivyo alivyo nyakati za mwisho, wenye kupenda fedha. Ndio maana saizi mafundisho mengi, ili uonekane mtumishi wa Mungu lazima uonekane una pesa. Ndio maana nasema wewe acha kuongea mambo mengi, una hela. Hela ndio kila kitu. Nani kakwambia hela kila kitu? Ukifa hela zinabaki, wanakula wengine, wewe unakwenda jehanamu. Ndio maana Yesu anasema msiwekeze duniani mambo ya hazina za duniani, wekeza utumishi. Utumishi ndio kila kitu. Mbingu ni za watumishi. Mbingu sio za matajiri. Mbingu ni za wacha Mungu, watumishi wa Mungu ndio mbingu. Tutakaa na Yesu. Unapozungumzia ndoa unazungumzia Yesu. Mungu alisema kwa Musa, nitawaposa wana wa Israeli Misri. Ametuposa, maana yake amekulipia mahali. Alafu mbaya zaidi, siku ya kwanza ulisema mimi ataachana na kupenda. Na maana mpaka unamuacha, jibu ni kwamba hukumpenda mwanzo, si ndio? Si unasema unampenda, kinakuaje leo useme mke wangu sikupendi tuachane? Kumuacha maana yake unamchukia. Na Mungu anasema kwenye Malaki sura ya 2 mstari wa 15. Mungu anasema mimi ni Mungu, nachukia kuachana. Kama Mungu anachukia, wewe mchungaji gani unatenganisha ndoa? Mungu kama anachukia, ni mtumishi gani anakuruhusu utenganisha na ndoa? Ndugu yangu, hichi ni kipindi ambacho kinaitwa ni kipindi cha kusimama kwa miguu yako mwenyewe. Sio kusimamia wachungaji. Wachungaji wameharibika, makanisa yamevunjika, kila mmoja anaanzisha kanisa lake huko na huko. Imefika mahali tumevuruga mpaka mapagani hayataki kuokoka, kwa sababu hata wasanii saizi wa nyimbo za Bongo Flava wanaimba nyimbo za gospel, wako madhabahuni patakatifu. Madhabahu ni sehemu ya heshima. Mungu alimwambia Musa, unapojenga madhabahu uchi wako usionekane hapo. Leo vibindi vimevaa vimini, vinaimba Yesu we Bwana, vinaimba madhabahuni. Vimevaa viguo vifupi, vinatamanisha makalio vijana watu mpaka wanaangukia zinaa. Shetani ameingiza mfumo wa dunia kwenye makanisa, kwenye madhabahu haziheshimiki. Madhabahu ni mahali pa kuheshimika, ndugu yangu. Ogopa jehanamu. Ayubu anasema mpate kujua hukumu ipo, upanga wa Mungu upo. Hapa napohubiri najua wengine wanielewi, lakini Mungu kwa kuwa amenituma nifanye ujumbe huu, najua wengine watanielewa. Ndio maana siku moja najua kuna vituko duniani. Nilikuwa nasikiliza mtandaoni Waislamu, kuna shehe moja alisema hivi, jamani, heri twende peponi. Peponi ni kuzuri, kuna wanawake wana macho makubwa kama kikombe. Ukienda kule Mungu anakupatia unaowataka, tutakula raha. Mwingine akasema, jamani,
Huku duniani Mungu amezuia pombe. Jehanamu ni kuzuri, tunakunywa pombe tunazotaka, tutapata starehe hapa duniani. Kama una mwanamke ukiishi naye vizuri hapa duniani, ukienda kule peponi ni raha. Tunachukua wanawake wazuri kuliko duniani, na akwambia ukweli, peponi hakuna wanawake wala mbingu hawaoi wala kuolewa. Paradiso hawaoi. Hawa wanawake waliowaona hapo, wewe ngoja nikwambie, unajua shetani wewe ni mshenzi. Yaani unajua kuna wakati unahubiri unajua na wewe mmoja ni kichaa. Ngoja nikwambie wewe unayesema jehanamu kuna wanawake wana macho kama kikombe, hao sio wanawake. Umeona mapepo, majini, maalieni unaona maalieni mtandaoni yana macho mikubwa. Sasa mwanamke mwenye jicho hivi kikombe, jamani, ngoja kwanza. Hivyo unajua kikombe kilivyo, gujicho guwe hivi. Chula hata sio chula, jadu sio jadu. Mwanamke ana macho kama kikombe ndio aende jehanamu, na mafundisho yao wengi wameyapokea. Eti kuzuri kule jehanamu, twende peponi kuna wanawake wana macho kama kikombe. Wewe shetani amekuonyesha uongo. Hakuna. Yesu anasema kwamba mbinguni hakuna kuoa wala kuolewa, wote wanakuwa kama malaika. Ndoa ilianzia bustanini, alimuumba Mungu mwanaume peke yake. Halafu akasema si vema awe peke yake duniani, nitampa msaidizi wa kufanana naye amsaidie. Ndio maana tafsiri ya mwanamke maana yake ni mtu aliyetolewa kwenye ubavu wa mwanaume. Dhaifu, udhaifu. Nao mwenyewe mwanaume dhaifu, mke wako ni dhaifu, kwa sababu wote mna vidonda. Ili mkamilishane, mnahitajika muwe kitu hiki kimoja. Mwanamke arudi katika ubavu wako, hapo ndio upendo unakuwepo. Unajua mfumo wa kuachana, kuna wakati watoto wanapata shida, familia zinapata tabu, ndio mayatima wanakuwa barabarani, watoto wanaongezeka wa maskini barabarani, wanateseka. Mayatima wengi wanahangaika barabarani, wanateseka, wamekaa huko, wanakosa elimu, watoto wadogo, ndoa imevunjika, familia zinaharibika. Mbaya zaidi, hata maskini wa chini mwenyewe kimwacha mke wake, watoto wanateseka, watakosa elimu, watakosa vitu vingi. Nataka nikwambie wewe ndugu yangu, unapoingia kwenye ndoa, fikiri habari ya wanawake wana macho kama kikombe ni uongo wa shetani, na shetani ametamani kitu kama hicho. Usishangae saa hizi dunia imeingia kwenye makanisa, ndugu yangu. Angalia wanani hawa au waigizaji hawa. Saa hizi ili kanisa watu watumishi wa Mungu wanashindwa kwenda kuhubiri barabarani, watu waokoke wajae kanisani. Wanachofanya, wanachukua waigizaji wa bongo movie eti waje makanisani, halafu ndio eti waanze kuchekesha. Jamani, kesho atakuja mchekeshaji fulani. Ngoja nimzungumzie rafiki yangu mmoja alikuwa Masere. Kesho atakuja Masere au atakuja na fulani mchekeshaji, sijui Kiwewe atakuja hapa kesho. Jamani, mje kanisani. Watu ndio wajae, hawaji kuokoka, wamekuja kuangalia tamasha la wasanii hapo. Ndio shetani alichokifanya, wamekologa mambo. Unajua kuona siku moja mpaka waimbaji wale ambao unawazania wewe wako duniani, mkirahisisha hivyo watakuja kwenye kanisa lako. Ndio maana kanisa lenye ujinga lina watu wengi, alafu kanisa venye maturubai huko vina watu watatu. Na ni kweli, lazima iwe hivyo, kwa sababu Mungu alishasema mlango wa kuingia mbinguni ni mwembamba, tena umesonga, una majaribu, milima, mabonde, wanastahimili yote, lakini mlango wa jehanamu ni mpana. Pesa zipo, kula, kunywa, vaa, zini, hamna shida. Fanya ukahaba, hamna tabu. Ukitubu leo, njoo tu tuwe sawa. Fanya kunywa pombe kiasi, usilewe. Na mbaya zaidi, kuna mchungaji mmoja alikuwa anafungisha ndoa kijinga tu, nilikuwa namchukia, eti anafungisha ndoa kwa mizaa. Mungu bariki, parachichi imelala. Parachichi iweze kuamka, nyonyo ya ilale yamelala, na nyonyo ya mke toka pepo. Pepo la uzinzi, wewe mwanamke, wewe anaongea ujinga. Sasa ukimsema majitu, unamsema baba yetu wa kiroho. Si wamefungwa fahamu, wamefungwa fikra, hawamjui Mungu aliye hai. Hata wewe nakwambia, geuka mara moja. Kama uliacha mume wako, rudi katubu. Kama unaoa una mume wa mtu, rudisha, wewe ni mwizi. Biblia inasema kwamba kimbieni uasherati, na waasherati wote sehemu yao ni jehanamu ya moto. Utalia na kusaga meno, mtachomwa moto nyinyi, tena mtaingia uchi wa wanyama, mtafungiwa kwenye shimo la moto. Juu limeviringishwa jiwe, hakuna mlango, hakuna kitu. I tell you the clarity, I tell you the truth. Hakika nakwambia, you will die kwa madhambi ulionayo. You need to repent to the God. Unahitajika kutubu kwa Mungu na kumrudia wewe binadamu. Nakwambia ukweli. Ndio maana Biblia inasema paza sauti, hubiri kwa nguvu, waambie watu makosa yao. Sasa siku moja, ndio maana wachungaji wengine wanasema, mbona wengine wanahubiri wanahubiri kwa sauti kubwa? Ndio
hata spika zinavuma, zinatoa sauti kubwa. Tunahubiri kwa sauti kubwa. Sisi tunahubiri kwa sauti kubwa kwa sababu mapepo wao tunaombea kwa sauti kubwa, na hayo ndio maana tunahubiri kwa sauti kubwa. Mimi sio mwalimu, si walimu ndio watawafundisha kidogo kidogo. Hamna tabu, nendeni kwa amani ya Bwana. Hamna shida. Kunywa kidogo binti yangu usilewe, lakini kanisa usihame. Asante baba mchungaji, haleluya. Suruali hiyo, sketi sio mbaya sana, hamna shida. Ndio jamaa kutajiri kumefanya dhambi, kukufukuza, unaona aibu, unaona shida. Nataka nikwambie mpendo, hayo ni mafundisho ya mashetani. Yesu yuko mlangoni, kuokoka ni sasa. Kama mimi nafugusia leo ndoa tu, ni vema ungemrudia Yesu. Okoka kuliko kuwaka tamaa. Vingine vijana vitaki kuoa, vinarukaruka huko kama iluka njia. Wewe rukaruka na mabinti tu, furahia kijana ujana wako. Lakini Sulemani anasema ujue Mungu atakuleta mpaka jehanamu. Yani mimi nikisikia jehanamu naogopa aisee. Hivi wewe jiulize, duniani, namaliza anasema hivi, duniani tuna maisha mafupi sana, hata miaka 100 ni michache. Tena vijana wengi wanakufa hata miaka 40 hawafiki, 30 hawafiki. Lakini jehanamu ni miaka isiyo na hesabu. Tutakaa milele. Saizi bora tupate tabu duniani, alafu maisha ni mafupi. Ndio maana unakuta bibi mwingine anambia, bibi moja siku moja nilienda kuhubiri kijiji kimoja, bibi mmoja hivi akasemaje, huyo Yesu alisemaga atarudi, mbona mimi na miaka 80 mpaka leo hajarudi? Nikamwambia mama, pole sana. Wana wa Israeli walikaa Misri miaka 400 ndio wanaenda kukombolewa, kizazi sio cha ngapi, cha 3 mpaka kile kule kukombolewa kule. Miaka 430 ndio wanaenda kukombolewa. Na wewe unasema leo miaka 80, mbona wajana? Halafu ngoja nikwambie ndugu yangu, nimekumbuka, asante Mungu. Ngoja nikwambie wewe ndugu yangu, huyo mchungaji, wachungaji saizi wanapotosha Biblia sana. Wanatafsiri uongo, wanafundisha uongo kwa ujue. Wakiona unajua wanakuambia kausha. Ngoja nikwambie, asikudanganye mchungaji wa kizazi cha leo kwamba yeye ndio kila kitu. Asikudanganye hata kama amesoma chuo cha Biblia. Hicho chuo kiondoe kabisa, kiondoe. Asikudanganye. Kwa nini? Kwa sababu ni moja. Ngoja nikwambie ndugu yangu, asikudanganye kitu kimoja. Huyo mchungaji ana miaka mingapi? Kama ana miaka 90 au 100, huyo mchungaji wako asikudanganye. Biblia imekuja miaka toka 2000 huko. Yesu amekufa miaka zaidi ya 2000. Halafu leo una miaka 100 si 80, wewe tuambie kwamba haya maandiko unajua yalikosewa, hapa tafsiri sio sawa, ya kwangu ndio sawa, hii walikosea. Nani alikosea? Unamjua ile tafsiri Biblia? Unawafahamu? Sisi wa Tanzania kwanza tulikuwa utumwani, ndio maana ukienda Zanzibar kuna museums, makumbusho yako pale. Watu wanaonesha matradition, mamila yako pale. Tulikuwa tumefungua kwa utumwani, mamishonari wameleta Injili. Wewe una miaka 90 si 80, hata kama saizi kiburi vimeinuka sana. Wewe una miaka mingi, ungekuwa una miaka 3000 saizi, ningesema kwetu tutakuamini wewe. Wewe ndio ulitafsiri Biblia. Kwani kuna mtu ametafsiri Biblia leo? Nisi mnaongeza mapokeo saizi, ndio ya uongo yanaongezeka. Wanaondoa Roho Mtakatifu, wanaondoa utakatifu, wanapunguza ukali wa neno la Mungu. Neno la Mungu ni ukali, ni upanga kuliko chochote kile, ni upanga. Neno la Mungu ni upanga unaokata kuwili. Tena Biblia inasema neno la Mungu ni kama moto, ni kama nyundo. Wewe usifanye mchezo. Acha kuficha dhambi. Watu ndio maana nunua Biblia saizi uweka ndani. Na Mungu akubariki. Ndugu yangu, tambua kitu kimoja. Nyakati ni za mwisho. Tutaenda kutoa hesabu. Sisi tuliopewa kuhubiri, wacha tuhubiri kwa nguvu, kwa sababu kuna kutoa hesabu kwa Mwenyezi Mungu. Na mimi Mungu akubariki unanisikia. Kama utakuwa na swali, angusha hapo chini kwenye comment. Na Mungu akubariki. Amen.